Muungano Cup 2026 inaendelea na kituo chetu ni kile kile, uwanja wa Aman Zanzibar, uwanja ambao utakwenda kuamua ni nani ataondoka na kitita cha shilingi za Kitanzania milioni 150 au ni nani ataondoka na kitita cha shilingi milioni 100, kwa maana ya mshindi wa kwanza ama bingwa wa michuano hii na mshindi wa pili atakuwa ni nani. Lakini tayari uwanja huu umekwisha tuambia timu mbili ambazo zimetinga katika hatua ya nusu fainali, nazo ni Young Africans pamoja na Azam Football Club, timu ambazo tarehe 25 zitakwenda kucheza nusu fainali ya kwanza. Lakini ni uwanja huu pia ambao utatupa majibu ni nani ambaye ataingia na kuwa timu ya tatu kucheza nusu fainali ya michuano hii kwa mwaka huu 2026. Je, watakuwa ni Mlandege ama Mula, wenyeji kutoka hapa visiwani Zanzibar, au watakuwa ni Singida Black Stars ambao wamekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika michuano hii na pengine kuweka alama kama ile ambayo waliwahi kuiweka katika michuano ya Kombe la Mapinduzi? Au ni Singida Black Stars, chui wa misitu ya Alizeti kutokea pale mkoani Singida, ambao wamedhamiria haswa kuja kufanya kile ambacho walikifanya dhidi ya Mlandege kwenye mchezo wao mwisho kukutana hapa visiwani Zanzibar. Lakini haitakuwa rahisi, na wao pia wanalifahamu hilo kwamba haitakuwa kazi rahisi kwa Kennedy Wilson Juma kupambana na safu ya ushambuliaji ya Mlandege katika mchezo wa leo, wala haitakuwa rahisi kwa safu ya ushambuliaji ya Singida Black Stars kufanya chepesi dhidi ya safu ya ulinzi ya Mlandege katika mchezo wa hii leo. Na hivi ndivyo ambavyo waliingia hapa chui wa misitu ya Alizeti kutokea kule mkoani Singida, kwa maana ya Singida Black Stars, chui weusi ambao wametinga katika uwanja wa Aman tayari kabisa kwa ajili ya kuikabili Mlandege, na kutinga kwao wametinga wakiwa na kikosi chao kamili. Deus David Kaseke, nyota ambaye ana uzoefu mkubwa sana katika soka la Tanzania, akipita Young Africans, akipita Mbeya City na kwingineko, lakini ni kikosi ambacho pia kimemshuhudia akishuka kikosini Abdallah Salum Heri Sebo na wachezaji wengine wa kikosi cha Singida Black Stars wakitinga katika uwanja huu kwa ajili ya kuisaka nusu fainali ya michuano ya Muungano kwa mwaka 2026. Timu ambayo inakwenda kukabiliana nayo ni timu ambayo ina ushawishi mkubwa katika soka la Zanzibar, timu ambayo ni mabingwa watetezi wa michuano ya ligi kuu ya Zanzibar. Hawa ni Mlandege, timu yenye mashabiki wengi, timu ambayo ina ushawishi mkubwa kama nilivyokueleza, lakini ni kikosi ambacho kitakwenda kutetea nafasi yake ya kucheza nusu fainali kwa michuano ya Muungano kwa msimu huu. Timu ambayo wanakumbana nayo ni timu ambayo hawakuwa na matokeo nayo mazuri katika mchezo wa mwisho kukutana katika visiwa vya Zanzibar, wakipoteza mara ya mwisho walipokutana, lakini bila shaka ni kitu ambacho wanacho kichwani na wanatembea nacho, wakiamini kabisa kwamba moja kati ya nafasi za kulipa kisasi ni leo katika mchezo wa robo fainali ya Kombe la Muungano kwa mwaka huu 2026. Kama walivyoingia wakiwa tayari Singida Black Stars pamoja na Mlandege, nao pia waliingia wakiwa tayari na kikosi chao kamili, kikosi ambacho mara ya mwisho kilishinda ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Mwembe Makumbi City katika mchezo wa ligi kuu ya Zanzibar kabla ya ligi kusimama na kupisha michuano hii ya Muungano Cup 2026. Ni kikosi ambacho kina imani ya kwamba kitakwenda kufanya vizuri katika mchezo huu, kikienda kuwatoa kimasomaso wa Zanzibari, kikienda kuhakikisha kwamba kinapata nafasi ya kucheza nusu fainali, lakini pia kinakwenda kupata ile zawadi ambayo Dr. Hussein Mwinyi, rais wa Zanzibar, ameitoa kwa timu ambazo zitaingia katika hatua ya nusu fainali ya kwenda kutembelea vituo vya utalii na sehemu ambazo zina vivutio vya utalii hapa Zanzibar. Nani anapenda kuikosa hiyo? Bila shaka itakuwa ni siku nzuri, siku ambayo itakuwa ina ushindani wa hali ya juu pindi ambapo Mlandege watakapoenda kuisaka nusu fainali ambayo pia inasakwa na kutafutwa na Singida Black Stars katika mchezo wa leo. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda.